Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazozalisha korosho kwa wingi duniani. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la chakula duniani FAO za mwaka 2022, Tanzania inashika nafasi ya 4 kwa uzalishaji wa korosho, ikitanguliwa na India, Vietnam na Ufilipino. Katika msimu huu wa kilimo mwaka 2022-2023, Tanzania ilizalisha tani 189,089 ambapo zaidi ya 90% ziliuzwa na kusafirishwa nje ya nchi kama korosho ghafi. Hali hiyo inachagizwa na kukosekana kwa viwanda vya ndani vya kubangua korosho, ambapo kwa sasa inakadiriwa kuwa ni 10% tu ya korosho zote ndizo zinazobanguliwa nchini, huku sehemu kubwa ya jukumu hilo likiachwa mikononi mwa wabanguaji wadogo. Hali ya uzalishaji nchini imeripotiwa kuongezeka kwa msimu wa kilimo 2023-2024 kufikia tani 305,000 kwa mujibu wa Bodi ya Korosho Tanzania CBT, ambapo kati ya hizo tani 200,000 zimeuzwa na kusafirishwa nje ya nchi kama korosho ghafi. Wataalamu wa uchumi wanasema kitendo cha kuuza korosho ghafi nje ya nchi si tu kinalikoseshea taifa fedha nyingi za kigeni, lakini pia kinamfanya mkulima wa zao hilo aendelee kupata bei ndogo na hivyo kufifisha ndoto zake za kujikwamua kiuchumi. Francis Alfred ni mkurugenzi mkuu wa Bodi ya Korosho. Hapa anafafanua umuhimu wa kubangua korosho nchini. Sisi tumepewa maelekezo kupitia Wizara ya Kilimo kwamba tuongeze ubanguaji wa korosho. Na serikali imetupa hilo kwa kuliona kwanza kwa kuangalia mwenendo wa soko la korosho ghafi ambalo bei zake kama zimekuwa sio bei za uhakika kwa sababu inategemea na hali ya soko. Na ukiuza korosho ghafi unategemea kuuza katika nchi mbili tu ambazo ni India na Vietnam. Kwa hiyo tumepewa maelekezo na serikali ya 6 tuongeze ubanguaji. Sasa jitihada gani zimefanyika? Kwanza kilichofanyika cha kwanza ni kuwezesha wabanguaji wa ndani kupata malighafi kwa njia rahisi kupitia soko la awali, ambalo katika miaka 3 iliyopita ndio soko la awali lilianza, ikiwa ni jitihada serikali ya 6 katika kuongeza ubanguaji wa korosho hapa nchini. Sasa niwape kidogo, je, tumepiga hatua gani katika ubanguaji? Niongee kwa takwimu ili muweze kuelewa zaidi. Kabla ya uwepo wa soko la awali, ukiongelea mwaka 2020-2021, tulikuwa tunabangua tani 2,000. Lakini kuanzia mwaka 2021-2022, serikali ya 6 ilivyotuelekeza kuanzisha soko la awali kwamba tuwe na utaratibu wa wabanguaji wa ndani kupata malighafi, imesaidia sana katika kuongeza ubanguaji. Katika mwaka 2021-2022 ambapo ndio soko la awali lilianza, tulibangua tani 4,400 ambapo tulipata ajira za watu 3,415 katika mwaka wa 21-22. Mwaka 22-23 tukabangua tani 11,900 ambapo ajira zikaongezeka kutoka 3,415 mpaka 4,749 kupitia ubanguaji. Na mwaka wa 23-24 ambao bado tujaumaliza mpaka sasa hivi viwanda vimebangua tani 26,600 ambapo tumetengeneza ajira za watu 6,079. Na hizo takwimu ninazozisema hapa ni za kwenye viwanda vikubwa tu. Sijaweka takwimu za ubanguaji wa viwanda, wabanguaji wadogo wadogo. Lakini tunapoongea swala la ubanguaji, lengo letu la msingi ni kwamba tunapongeza ubanguaji, tunataka kuwe na manufaa kwa mkulima, kwa maana ya trickle down effect iende kwa mkulima. Kwa hiyo pamoja na jitihada hizo tumekuwa tukihamasisha sana wakulima kuanzisha viwanda. Na sasa hivi tunashukuru baadhi ya vyama vikuu tayari wameshachukua hilo wazo. Kwa mfano chama kikuu cha TANECU tayari wameshajenga kiwanda chenye uwezo wa kubangua tani 3,500 kwa mwaka. Jengo limekamilika, mitambo wameshaweka tayari, muda wote kuanzia sasa hivi watafanya majaribio ya kile kiwanda cha TANECU. Maana yake ni nini? Vyama vikuu wanapoingia katika kuwekeza viwanda, maana yake ni kwamba tunapokwenda kuhamasisha ubanguaji, manufaa ya ubanguaji yatakwenda moja kwa moja kwa wakulima. Kwa sababu kile kiwanda cha TANECU kimsingi kinamilikiwa na wakulima wa wilaya ya Tandahimba na Newala. Maana yake ni kwamba faida itakayopatikana na kuuza korosho iliyobanguliwa itarudi kwa wakulima wa Tandahimba na Newala. Kwa kulitambua hilo, chama kikuu cha ushirika wilaya za Tandahimba na Newala mkoani Mtwara, TANECU Limited, kilichoandikishwa mwaka 1994 na kupewa hati ya kuandikishwa namba 5512 mwaka 2007 na kufanyiwa marekebisho kuwa namba 5569 chini ya sheria ya ushirika namba 20 ya mwaka 2003, kimeamua
kuwekeza katika ujenzi wa viwanda. Karimu Chipola ni mwenyekiti wa TANECU Limited na hapa anatupitisha katika historia ya chama hicho. Haya yote tunafanya ili kuweza kutimiza azima ya ushirika, kwa sababu serikali imeunda chombo hiki kwa ajili ya kuwasaidia wakulima na kuweza kutatua changamoto. Sasa sisi tumeona katika mipango yetu mkakati ni kuhakikisha kwamba tunajenga hiki kiwanda ili tuweze kuondoa changamoto ya kuuza korosho ghafi. Unaangalia kwa msimu huu sisi kama TANECU tumekupa hapa tunapoongea leo tumeshakusanya tayari korosho tani 68,000 ambazo bei ya juu imeuzwa shilingi 2,150, lakini bei ya chini tumeuza shilingi 1,750. Sasa ukiangalia hizi bei kutokana na gharama za kuzalisha korosho kidogo kwa wakulima haiwaridhishi, lakini sasa tunauza kwa sababu ya soko lilivyo. Kwa ndio maana sisi kama taasisi inayosimamia wakulima tukaona ni lazima tutekeleze maagizo ya serikali kwa vitendo kwa kujenga hiki kiwanda, ili katika msimu unaokuja basi tunaamini wakulima wa Tandahimba na Newala watapata afueni, kwa sababu tutakuwa na njia mbili za kuuza korosho zetu, korosho ghafi, lakini zingine zitakuja kubangua hapa. Uzalishaji wa korosho ghafi Tanzania unakadiriwa kuongezeka mwaka hadi mwaka, na ifikapo mwaka 2030 uzalishaji unakadiriwa kufikia tani 700,000 kwa mwaka. Hivyo kwa kuzingatia kiwango hicho kikubwa cha uzalishaji na kuendelea kutegemea soko la korosho ghafi ni hatari kwa wakulima wake. TANECU Limited imetekeleza mpango wa kujenga viwanda 10 sehemu moja, kwa kuanza na kimoja katika kijiji cha Mmovo, halmashauri ya Kitangari, lenye ukubwa wa mita za mraba 1099. Huyu hapa Mohamed Mwinguku, meneja mkuu wa TANECU Limited, anaeleza. Tuliamua kukaa na kuwa na wazo la kuanzisha au kujenga viwanda vya kubangua korosho ili kukabiliana na changamoto ya kushuka kwa bei ya korosho ghafi katika minada inayoendelea kwa lengo la kuongeza thamani ya zao la korosho. Na tulianza mchakato msimu wa mwaka 2009 ambako tulianza na hilo wazo la uanzishaji wa kiwanda cha kubangua korosho. Na kwa mara ya kwanza kabisa tulitengeneza andiko la mradi ambalo liliandikwa na African Cash Alliance kwa kushirikiana na TANECU pamoja na benki ya TIB Dar es Salaam. Na plani yetu kubwa ilikuwa ni kujenga kiwanda ambacho kitakuwa na uwezo wa kubangua korosho ghafi tani 30,000 kwa mwaka. Tukaanza na mchakato, tukaenda, lakini baadaye tukaamua kubadilisha wazo. Badala ya kujenga Tandahimba tukasema tujenge wilayani Newala. Tukaanzisha mchakato, tukatafuta mtaalamu mshauri kwa maana ya consultant. Tukapata kampuni ya Total Concept ya nchini India. Kimsingi tukaanzisha mchakato kwa pamoja, tukaanza designing ya andiko la mradi na kila kitu, na tukaenda tukafikia sasa kwenye hatua sasa ya utekelezaji wa mradi kwa maana ya project implementation. Tumefika sasa katika hatua ya utekelezaji wa mradi, tuka design majengo 10 kwa sehemu moja, na tukanunua eneo la mita za mraba 1099 kwa ajili ya kujenga cluster 10 ambazo kila cluster moja au kila kongani moja itakuwa na uwezo wa kubangua korosho ghafi tani 3,500 kwa mwaka. Kiwanda cha kubangua korosho cha TANECU Limited kimejengwa eneo la Mmovo iliyopo wilaya ya Newala. Kitakuwa na uwezo wa kubangua tani 3,500 za korosho ghafi kwa mwaka. Kiwanda hiki kikikamilika kitakuwa na thamani ya bilioni 3.1 ambacho kinamilikiwa na TANECU Limited kwa 100%. Rajabu Chambezi ni mhasibu mkuu wa TANECU Limited. Hapa anaeleza kwa kina mchakato wa kupata fedha kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda hicho. Hili ni eneo ambalo litakaa viwanda 10. Lakini kwa kuanzia tunaanzia na kiwanda kimoja. Hili eneo lina jumla ya square mita 100,000. Kwa hiyo kwenye hili eneo la square mita 100,000 viwanda 10 vitakaa, tukianza na hichi kimoja. Hichi kiwanda ambacho tunaanza sasa hivi kitakuwa na uwezo wa kubangua tani 3,600 kwa mwaka. Na gharama yake ya ujenzi kuanzia tunapoanza msingi mpaka kukamilika
ni dola za Kimarekani milioni 1.1 milioni. Nini wananchi watarajie kutokana na kukamilika kwa ujenzi wa kiwanda hicho? Hiki kitakuja kuleta maslahi ya moja kwa moja kwa wakulima ambao watakuwa wako tayari kuleta korosho zao hapa, tukazibangua, tukaziuza kama korosho karanga. Mbona hivi ninavyoongea mwenyekiti wangu Chipola kaacha karibia tani 20 nataka zilete hapa. Tubangue, tuuze, tukiuza korosho karanga tumwambie mzee tunakupa labda kilo moja yako labda shilingi 2,800. Wakati kwenye soko la minada wakulima wanauza labda kwa shilingi 1,700. Hiyo ndio dhana hasa ya viwanda vya namna hii. Lakini kingine ambacho wanakitaka wanunuzi wengi duniani, wateja wengi wanasema kuna kitu kinaitwa ile traceability, kwamba hii korosho tunayokula yenye ladha mzuri imelimwa wapi, inatoka wapi. Ushaona? Na wanapoamini watu duniani, na ndio ukweli, korosho tamu ni ya Newala na Tandahimba. Yaani huo ndio ukweli. Sababu hata ukienda katika masoko, huo ni ukweli kabisa. Na ni upi mkakati wa masoko kwa korosho zitakazobanguliwa na kiwanda hiki? Tunaenda kwenye dola 8 mpaka dola 9 korosho karanga. Kwa hiyo unazungumzia kama 20,000, labda 28, 20 ngapi. Kwa hiyo baada ya kuondoa zile gharama zote, unaweza sema kuwa nilimpa kanteule labda 1,800. Tumeuza korosho karanga, tumepata faida labda shilingi 500 kwa kilo. Unampelekea labda shilingi 300 kama bonus. Ili mwaka unaofuata waone kwamba kumbe hakuna haja kwenda kuuza kwenye minada, ni bora nipeleke TANECU wabangue, nivumilie tu ule muda kubangua korosho kishauzwa, wananipa ile fedha yangu ya awali pamoja na faida baada kwenda kuuza nini korosho karanga, ili lile wazo la faida ya viwanda kama hivi kwa wakulima iwe sasa inatafsirika sasa kwa vitendo. Mafanikio haya ya ushirika yanawezaje kuwa mfano wa kuigwa katika maeneo mengine nchini? Benson Ndiege ni mrajisi wa vyama vya ushirika nchini. Hapa anafafanua. Sema tu kwamba hili ni eneo muhimu sana, kwa sababu viwanda tunasema uchumi wetu sasa unatakiwa uwe uchumi wa viwanda. Ndio sera ya Mheshimiwa Rais, ndio sera ya nchi. Kwa hiyo ushirika unachangia pia kwenye eneo la viwanda. Kwa hiyo kiwanda kile kitakapoanza kazi, maana tutakuwa tumeanza kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais alipokuwa ametembelea mikoa ya kusini, akisema anataka kuona korosho zote zinabanguliwa kabla ya kupelekwa nje ya nchi. Kwa sababu unapobangua korosho ndani ya nchi unapata vitu vingi sana. Kwanza inakuwa na thamani kubwa, lakini pia kuna mazao yale ambayo yanatokana na ubanguaji kama yale maganda na nini ambayo yanatumika kwenye shughuli zingine yatasaidia, lakini pia unaongeza ajira kwenye nchi. Kwa hiyo tulifurahi sana kuona hatua ambayo imefikiwa, na siku sio nyingi tutarudi kwa ajili ya zoezi la uzinduzi ambayo tunaamini kwamba tutampata kiongozi mmoja mkubwa atakuja kutuzindulia kiwanda hicho. Katani Ahmed Katani ni mbunge wa jimbo la Tandahimba mkoani Mtwara. Anasema kukamilika kwa ujenzi wa kiwanda hicho utasaidia kupambana na umaskini wa kipato kwa mwananchi. Uwekezaji uliofanywa na chama kikuu cha ushirika cha Tandahimba na Newala kwa maana ya TANECU ni jambo la kupigiwa chapuo, jambo la kupigiwa mfano kwa vyama vingine vya ushirika Tanzania. Lakini ushauri wangu kwenye jambo lile sasa, kwa sababu TANECU inaendelea kukua, watengeneze taasisi nyingine itakayosimamia kiwanda ili kusiwe na muingiliano wa maslahi. Mwisho wa siku wakulima akaona kwamba kiwanda ni cha kwetu, badala ya kubangua kulipa fedha, wale wenye hisa za kiwanda kile wakasema hiki kiwanda cha kwetu. Watengeneze sasa taasisi nyingine ndani ya TANECU itakayosimamia kiwanda ili kijiendeshe kibiashara, ilete tija baadaye kwa wakulima wetu. Hizi hapa ni shukrani za mwenyekiti wa TANECU Limited, Karimu Chipola, kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na wadau wote walioshiriki katika utekelezaji wa mradi huo. Hongera TANECU Limited. Hongera wana Tandahimba. Hongera wana Newala. Elewa ushirika. Oye, oye, tujenge uchumi pamoja. Oye, oye, vyama vyetu vya ushirika. Oye, oye. Hongera Mmovo. Kwa hakika, ushirika pamoja, tujenge uchumi wenye nguvu na endelevu.